Jinsi ya kufanya kazi kwa huduma ya rideshare. Misingi. Video hii itaelezea jinsi ya kufanya kazi kwa huduma ya rideshare. Unapokuwa na gari, unaweza kuchagua kulitumia kwa huduma za rideshare ili kupata pesa za ziada au hata kufanya kazi wakati wote kwa kujitegemea na kuweka ratiba yako mwenyewe. Ili kuendesha Uber au Lyft, utahitaji kupakua programu ya dereva wa Uber au dereva wa Lyft kwenye simu yako mahiri. Kabla ya kuanza kuendesha gari, lazima uwe umeidhinishwa. Programu zote mbili zitakuhitaji uwasilishe picha yako wazi, nambari yako ya usalama wa jamii kwa ajili ya ukaguzi wa usuli, leseni halali ya udereva, uthibitisho wa bima ya sasa ya gari, uthibitisho wa ukaguzi wa hivi karibuni wa gari, usajili wa gari. Nyaraka zote zinazohitajika lazima ziwasilishwe ili zizingatiwe. Ukaguzi wa usuli unaweza kuchukua siku 2 hadi 3 au zaidi. Ikiwa hati zako zimekwama katika ukaguzi, wasiliana na usaidizi kupitia programu. Pia unapaswa kuiarifu kampuni yako ya bima ya gari mara tu unapoanza kufanya kazi za huduma ya usafiri wa pamoja. Uwe mkweli. Sera yako inaweza kuhitaji kubadilika ili kuhifidia uendeshaji unaohusiana na kazi. Hii inakulinda iwapo ajali itatokea. Ili kusafirisha abiria, lazima utimize mahitaji ya usalama ikiwa ni pamoja na rekodi safi ya kuendesha gari, hakuna ajali za hivi karibuni, ukaguzi wa historia ya uhalifu ulio wazi. Ikiwa hustahiki kuendesha abiria, bado unaweza kushtahiki huduma za utoaji wa chakula kama vile Uber Eats, DoorDash, Instacart, Grubhub au Postmates. Usitumie kamwe utambulisho au akaunti ya mtu mwingine kuendesha gari. Kufanya hivyo kunaweza kusababisha kuzima akaunti ya kudumu, matokeo ya kisheria kwa ulaghai, kufuta bima na ukadiriaji duni. Ili kufanikiwa na Uber au Lyft, huduma imara kwa wateja ni muhimu. Huduma nzuri kwa wateja inamaanisha kuwa msaada, ufanisi na heshima. Inaongoza kwa vidokezo bora, ukadiriaji wa juu na ufikiaji wa safari zenye faida zaidi. Tayarisha gari lako kwa kuosha sehemu ya nje, kufuta na kusafisha sehemu ya ndani kwa kutumia kifaa ya vumbi na kuepuka viburudisho vikali vya hewa au harufu nyingine. Jiandae kwa kuvaa kitaalamu, kufanya usafi mzuri kabla ya kila zamu na kutovaa koloni au manukato mengi. Inachukuliwa kuwa ni utovu wa nidhamu kwa kupuuza abiria. Kwa hivyo, jaribu kujibu maswali yao, hata kama unawaambia hauna Kiingereza. Baadhi ya watu wanaweza kujaribu kuzungumza nawe, na wengine wanaweza kupendelea kukaa kimya kwenye simu zao. Jaribu kuwa na heshima na utaalamu. Kila mpanda gari lazima awe na kiti chenye mkanda wa usalama unaofanya kazi. Ni sheria. Weka kiti chako cha mbele wazi. Makundi makubwa yanaweza kuhitaji nafasi ya ziada na kuhitaji kukaa katika kiti hicho cha mbele. Kuwa mwangalifu kuhusu bei zinazobadilika. Wakati wa shughuli nyingi au matukio, gharama za usafiri huongezeka.
Maeneo haya yanaweza pia kuwa na trafiki nyingi na abiria walevu. Kuwa macho na mwangalifu. Siku za Ijumaa au siku ya tano na siku ya Jumamosi ama siku ya posho usiku, tarajia abiria zaidi ambao wamekuwa wakikunywa pombe. Watu wanaweza kuwa na tabia tofauti kulingana na jinsi walivyolewa. Wengine wanaweza kuwa wazungumziaji zaidi, huku katika hali mbaya zaidi wanaweza kuugua na kutapika. Mtu akiharibu gari lako, unaweza kuripoti tatizo mwishoni mwa safari. Ukihisi kama huwezi kumsafirisha mtu kwa usalama, unaweza kugairi safari na kuripoti tatizo hilo kwa programu ya rideshare. Mtu akilewa sana, anaweza kupoteza fahamu. Ikiwa huwezi kumwamsha, piga 911. Kuwa na heshima na epuka makabiliano. Kuwa na ukadiriaji mbaya au matatizo na abiria kunaweza kukufanya uondolewe au kupigwa marufuku kutoka kwa programu za rideshare. Ikiwa abiria anakuwa na hasira au mkali, simama katika eneo lenye mwanga mzuri, wajulishe kwamba safari imekwisha, gairi safari katika programu, toka kwenye gari salama ukiwa na simu na funguo zako ikiwa abiria bado yuko ndani ya gari, ripoti tukio katika programu, usiwaguse au kuwalazimisha kutoka, piga simu vyombo vya sheria ikiwa watakataa kuondoka. Sasa hebu tuzungumzie jinsi ya kutoa safari salama na yenye starehe. Fuata sheria zote za trafiki kwa kuvaa mkanda wa kiti, kwenda kikomo cha mwendo, kutumia ishara yako ya kugeuka na kuegesha mahali salama kwa ajili ya kuchukua na kushusha abiria. Endesha gari kwa uangalifu na urekebishe uendeshaji wako kulingana na hali ya barabara kama vile trafiki au hali mbaya ya hewa. Kuwa mwangalifu na mazingira yako na uwe mtaalamu. Usizungumze kwenye simu au kujibu ujumbe mfupi ukiwa na abiria ndani ya gari. Ukiwa unamshusha mtu, hakikisha unamwacha mahali ambapo anaweza kutoka salama kwenye gari. Pata ukadiriaji bora kwa kutoa huduma nzuri kwa wateja na uboreshe ukadiriaji wako kwa kusoma maoni yaliyoachwa na wateja. Tunatumai video hii imekusaidia kuelewa misingi ya kufanya kazi kwa huduma ya usafiri wa pamoja.